tunamsindikiza mzee wetu Unyango. Ni masikitiko mtu kama mimi napiga wapi tena simu ya kuuliza mzee wangu vipi, tunataniana, tunacheka, lakini ndio hamna namna, tunasema tu ni kazi ya Mwenyezi Mungu, kwa maana yeye ametangulia, basi na sisi tujipange. Kikubwa ni kumwombea dua. Umeona kwenye kazi tutamisi, baada ya kumisi tunatakiwa tumuombee dua, na sisi tukumbuke kufanya toba, kwa sababu toba ndo misingi yote ya hiyo safari ambayo tunaokwenda. Ndio maana Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idris, huku kujitoa kwa kumeta kumpa faida pia, maana hata tukiangalia msiba umeweza kujaza watu. Pia natamani kufahamu kwamba mzee kaondoka, lakini kuna wazee wengine ambao bado wamebaki kwa tasnia. Kipi ambacho pengine unashauri waweza kujifunza ama kufuata kile ambacho baadhi ambayo ameweza kufanya marehemu? Niseme tu ukweli, anapokuwa anaondoka mtu kunaachwa funzo ambalo limeachwa namna ya kuishi. Umeona, tunaposema namna ya kuishi, usitafute matabaka, usiishi kwa matabaka. Ukiishi kwa matabaka pia hata hii siku ya leo kama mzee Unyango pia watu watakuja kimatabaka, lakini ukiishi kwa kuona kila mtu ni wa kwako, basi hata wewe siku yako ya mwisho kila mtu atakukimbilia. Leo umeona msiba wa msanii huyu mzee wetu Unyango ni tofauti kidogo na misiba mingi ya wasanii. Kivipi? Umeona hata ugeni ambao upo, msiba wenyewe umekamatwa na nani, unaona kwa habari tu ambazo zipo na habari ambazo tunazo, hata michango si ile ambayo tulioizoea. Umeona, kwa hiyo unaona utofauti kwamba ni namna gani mzee aliishi na watu, alitengeneza watu, na leo wao watu ndo na wao wanaringia kuto kuwepo kwake, kwa maana ya kwamba inawauma, lakini wanafanya yale ambayo wanaweza kuyafanya kwa mzee wao. Kwa hiyo niseme tu kwamba tusieke matabaka. Yoyote ni wa kwako. Mwenyezi Mungu ametuleta, binadamu wewe ni wa kwangu, yule ni wa kwangu, ili mradi tusidhuriane, tuheshimiane. Hilo ndo la msingi. Idris, kifo ni fumbo ambalo hamna mtu anaweza kulifumbua. Kipi ambacho tunapaswa watu ambao tumebakia au pia wasanii ambao wamebakia waweze kutekeleza ili hata safari yao ikiweza kufika wao hata kidogo wana safari njema? Nimesema yote kwa yote ni kufanya toba. Mimi ni Muislamu. Unapofanya toba ndio unasababisha hata sasa hivi umeona tuko hapa tunaojiana. Huwezi jua pengine mimi nikitoka hapo ndo naanguka na mimi zamu yangu imefika. Sio? Sasa kama kujiandaa kwenyewe ndio hiyo toba sasa. Kama sikujiandaa vizuri nitakuwa mgeni wa nani? Si umenielewa? Maana yangu, rai yangu kwa kila mwanadamu akumbuke kufanya toba. Umeona bwana, kifo kiko muda wowote, wakati wowote. Sasa unapokuwa umefanya toba, maana yake kile kifo kikikukuta kinakukuta katika mazingira mazuri. Hilo ndo kubwa. Tufanyeni toba. Kazi zipo, tuna majukumu mengi, tuna mihangaiko mingi, lakini Mwenyezi Mungu kwanza. Baada ya hapo hayo mengine atakuja, kwa sababu pia ukifanya toba, hayo unayoyafanya mengine kwa maana ya kazi zako pia zinakuwa ni nyepesi. Umeona? Sasa ndo pale unakuta mtu anafanikiwa, unaona kama karoga. Kumbe arogi, mtu anafanya toba zake. Umeona? Toba ndo kila kitu. Hii ndo rai yangu, hii ndo kwa kila Mtanzania, kila mwanadamu, tukumbuke swali kupitia dini yako, basi kuandaa mazingira yako mazuri, kesho na kesho kutwa, basi unaenda ukiwa mweupe, huko safi, una baya na mtu. Hilo ndo kubwa sana ambao napenda kuambia Watanzania wenzangu, napenda kuambia wapenzi wangu wa kazi zangu, hivyo. Hilo ndo kubwa. Tumalizie kwa salamu kutokana na hii tukio hili leo. Salamu ndo hivyo kwamba kwa yule ambaye hajui, sasa hizi tunajiandaa kwenda makaburini, kwenda kumhifadhi mzee wetu, mzee Unyango. Hakuna haja ya kusikitika sana. Mwisho wa siku sisi Waislamu tunasema baada ya kifo, baada ya kwenda kumhifadhi, basi maisha mengine yaendelee. Tukumbuke kumfanyia toba mzee wetu, tukumbuke kumsomea dua mzee wetu, hata huko kaburini, basi kidogo mambo yake yaendelee kuwa safi. Hilo ndo kubwa kuliko yote. Shukrani sana. Asante sana.